Mboga za majani zina kitu kimoja kinaitwa nitric oxide. Nitric oxide kazi yake moja ni kupanua mishipa ya damu. Ukipanua mishipa ya damu, flow ya damu inakuwa nzuri zaidi. Ina maana kwamba viungo, whether ni akili, brain au moyo, unapata damu ya kutosha zaidi. Kuna dawa inaitwa Viagra, nafikiri hujawahi kuisikia. Unafurahi ina kwamba umewahi kuisikia. Sasa Viagra component yake kubwa, utengenezaji wake mkubwa, kuna hiyo dawa nitric oxide. Okay. Inawekwa ndo inafanya kutengeneza, kwa sababu Viagra inachokwenda kufanya ni kupanua mishipa ya damu ili flow ya damu iwe kubwa zaidi kwenye sehemu zetu za siri, ili mtu aweze kufanya tendo la ndoa. Sasa hauhitaji kunywa Viagra. Kwa wagonjwa wangu nawaambia, ukila mboga za majani za kutosha, mishipa yako itapanuka. Ikipanuka, damu itakwenda kwenye sehemu za siri. Kwa nini nalisemea hili? Saizi tuna changamoto kubwa sana ya upungufu wa nguvu za kiume. Kubwa sana kwa vijana. Kwa sababu ya stressi za maisha, mtindo wa maisha, uzito zetu zimekuwa kubwa sana. Na nalisemea hili la nguvu za kiume, mimi kama daktari wa moyo silichukulii kirahisi sana. Ni sayansi, tafiti zinaonesha nguvu za kiume zikipungua, chansi yako ya kupata kiharusi au mshtuko wa moyo, hata attack, katika miaka 10 inokuja unaongezeka mara 3 zaidi. Kwa hiyo sio swala tu la kufanya tendo la ndoa au mapenzi, ni signal au ni alama kwamba utakuja kupata kiharusi, utakuja kupata shinikizo la moyo, utakuja kupata mshtuko wa moyo, heart attack, au kitaalam zaidi myocardial infarction. Kwa hiyo ndio maana kitu tunarudi tena kule mazoezi, kupunguza vitu vya sukari, kwa sababu vyakula vyetu vingi, kama sio vyote sasa hivi, kwenye maduka yetu haya makubwa na kwenye slide zangu huko zinaweza zikaonyeshwa, vimekuwa na sukari nyingi, kwa sababu sukari ndio inafanya vinakuwa na ile wanaita shelf life. Naweza kukiweka dukani hapo nikaandika chakula hiki kita expire mwaka 2027. Sasa sukari ina addiction au teja au uharibu, haina tofauti na dawa za cocaine. Na ndio maana nikiwaambia watu, nikiwashauri kunywa chai bila sukari au usile kitu cha sukari, ananitazama anauliza, daktari umetokea wapi? Kwa sababu ile center madawa ya kulevya, cocaine, heroin, bangi na kadhalika, inaitwa dopamine, iko kwenye kichwa. Ni center hiyo sukari inayokwenda. Ndio maana saa zingine unamsikia mtu amekunywa Red Bull au amekunywa soda, anasema najisikia vizuri. Yes. Yeah, kwa sababu na mtu anavuta dawa za kulevya ni hivyo akishavuta pale. Kwa hiyo dada Show, wewe unakuwa wewe ni teja, lakini teja wa sukari. Kwa tofauti yake ni kwamba umevaa vizuri, unakuja kazini hapa. Lakini huna tofauti na wale mateja wangu wanokuja Muhimbili 1000 kila siku kwenye database kuja kunywa dawa za methadone. Tuchukue mfano tu hapa nchini kwetu. Paka miaka ya 70 sisi tulikuwa hatuna tatizo la uzito mkubwa. Sisi ilikuwa ukipita mawodini unasikia watoto wanakosha koo, unasikia watoto wana marasmus. Yaani wamekuwa wembamba, mifupa unaiona. Wewe na mimi tunakumbuka paka miaka ya 80 kulikuwa na milo 3. Unakunywa chai asubuhi, unakula chakula cha mchana, unakula chakula cha jioni. Ulikuwa kwenye saa 10 hivi ukisema una njaa, mama anachokifanya either utakaripiwa au utapigwa kofi kwamba kwa nini hukula chakula cha mchana vizuri. Ndio. Ndio. Kulikuwa hamna tatizo. Sahihi kabisa. Sasa hivi watoto wangu mimi
watoto wa dada show, watoto wako na watu wengine wanaotizama, hahitaji kutuuliza kwamba nani atakula asubuhi, saa 4 hapo anaweza kuingia kwenye friji akafungua tu akala, saa 6 akala, saa 9 hapo ataingia kwenye friji, kwa sababu chakula kimekuwa kingi. Na sasa sio kwamba chakula kimekuwa kingi tu, vyakula ambavyo sio sahihi na vita. Leo ukienda kwenye maduka yetu makubwa, supermarket, kila chakula unachokigusa pale kina sukari. Kwa hivi vyakula nini kinachokifanya sasa? Kwanza kinatuongezea uzito. Kinatupa kitu kimoja kinaitwa insulin resistance, ambao mwisho wa siku tutakuja kupata kisukari. Ndio. Mimi nilipoanza kusomea mambo ya udaktari kwa type 2 diabetes, aina ya pili ya diabetes, ilikuwa inaitwa adult onset diabetes mellitus, yani kisukari unachokipata ukiwa mtu mzima. Sasa hivi tumeondoa lile neno utu uzima. Mimi sasa hivi na kliniki pale Muhimbili, mtoto wa miaka 9 ana kisukari, mtoto wa miaka 10 ana kisukari. Wanatoa wapi? Wanatoa kwa sababu kwanza inaanzia kwa kina mama, yuko mjamzito, hali vyakula sahihi, siku ya kujifungua pale inabidi tumfanyie cesarean section, tumpasue, kwa sababu mtoto ana kilo 9, ana kilo 8, ana kilo 4. Ukiwa na mtoto wa kilo 4 huwezi kujifungua kwa njia ya kawaida. Kwa mtoto tayari ameshazaliwa na risk factor au na hatari ya kupata magonjwa tayari kwa sababu uzito wake mkubwa. Kwa huyu mtoto, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya stroke, magonjwa ya akili yanamsubiri, ni muda tu. Labda niendelee kukupa mifano. Mimi nilikuwa naishi hapa Kinondoni, Ada Estate, nasoma Azania. Ilikuwa asubuhi tukiamka, unachungulia ule mkondo kule wa bahari ya Indian Ocean. Maji yamekuja huku paka Msimbazi. Ukiona maji yajaja, unakatiza hapo katikati kwa mguu unakwenda shule. Ndio. Maji yamekuja, unakuja kupita huku Salenda, unatembea, unapandisha barabara United Nations, unaenda shule. Kwa miguu. Watoto wangu na wako kwa miguu. Watoto wangu na wako sasa hivi asubuhi, kama sikuwapeleka mimi, hakuwapeleka driver, gari la shule linawachukua. Mimi ilikuwa nikirudi nyumbani saa 10 ile, nikishabadilisha nguo tu naingia kwenda kucheza mpira na wenzangu mpaka saa 12. Leo watoto wetu wakirudi wako kwenye video game mbele ya screen. Kwa nini kilichotokea sasa? Watoto hawatembei, baba atembei kwa sababu na yeye gari liko nje, kama sio gari bodaboda liko nje, kama sio bodaboda bajaji iko nje, kama sio bajaji Uber iko nje. Kwa hiyo sasa hatutembei. Na law ya physics inasema anything moving itaendelea kutembea. Na kitu kilichokaa sasa, ukichukulia huu mchanganyiko wa chakula tunaokula ambao sio sahihi sana, ukichukulia kwamba hatufanyi mazoezi, ukichukua stress ya maisha, hii ni life imebadilika ghafla. Magonjwa ambayo yalikuwa tunayasikia kwa wenzetu ya harusi, magonjwa ya moyo, magonjwa yalikuwa ni ya Ulaya na Marekani na Far East Asia, huko nchi zilizoendelea. Ndio. Sasa hivi hatuna tofauti. Yani kisukari, sijui kama mmeona takwimu zetu za Tanzania zilizotoka mwaka jana. Magonjwa yanayoua Tanzania sasa hivi namba 1 ni magonjwa ya moyo na shinikizo la damu. Sasa nini athari ya hivi vitu kama huko vinani? Leo ukija Muhimbili, tuzungumzie nchi yetu ambayo mimi niko pale kwa muda mrefu. Sababu namba 1 ya sisi Muhimbili kukata miguu watu ni kwa sababu ya kisukari, amputation. Sababu namba 1 ya watu kupoteza vision, kuona, kuwa vipofu, ni kisukari. Sababu namba 1 ya nguvu za kiume kupungua ni shinikizo la juu la damu. Sababu namba 1, Muhimbili tunasafisha figo wagonjwa 150 kila siku kwenye tawi letu la Upanga. Kila siku. Wagonjwa 20 kwenye tawi letu la Mloganzila. Kwa unaongelea wagonjwa 170, naongelea Muhimbili peke yake. Subscribe kisha share video hii na wengine ili waelimike. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu,
Tuandikie katika comment section na uendelee kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Hii ni TNA. TNA, stay informed, stay healthy.